Wanamgambo wa Houthi wa nchini Yemen pamoja na kundi la Hezbollah la Lebanon wametoa matamko makali Jumapili hii wakilaani mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, wakiyataja kuwa kitendo cha uoga na unyama kinachokiuka sheria za kimataifa. Vikundi hivyo viwili vimeonya kuwa mashambulizi hayo wanayoyaona kama sehemu ya uungaji mkono wa Marekani kwa Israel yanatishia uthabiti wa kanda na dunia nzima na hayawezi kuizuia Iran kuendelea na mapambano dhidi ya Marekani na Israel. Ofisi ya kisiasa ya wanamgambo wa Houthi ilieleza kuwa shambulio la Marekani ni uvunjaji wa wazi wa sheria za kimataifa na tishio la moja kwa moja kwa amani na usalama. Katika taarifa yao, wanamgambo hao waliishutumu Marekani kwa kutoa msaada wa kihalifu usio na kikomo kwa Israel, wakitafsiri shambulio hilo kama kisasi dhidi ya msimamo thabiti wa Iran katika kuiunga mkono Palestina na harakati za upinzani wa kikanda. Uvamizi wa aina hii hautaizuia Iran kuendelea na njia yake ya upinzani dhidi ya Marekani na Israel, taarifa hiyo ilisisitiza, ikibainisha nia ya Iran ya kupambana na mashinikizo ya nje. Vivyo hivyo, Hezbollah walitoa tamko kali la kulaani, wakilitaja shambulio hilo la Marekani kuwa ni unyama na usaliti, wakionya kuwa tabia yake ya kutofikiri kwa kina inaweza kuingiza kanda na dunia nzima kwenye machafuko. Shambulio hili linafichua uso halisi wa Marekani kama tishio kubwa zaidi kwa uthabiti wa kanda na dunia, ilisema taarifa ya Hezbollah, wakiiwekea Marekani lawama kama mfadhili rasmi wa ugaidi katika jaribio la kufidia kushindwa kwa Israel kuzuia mashambulizi ya makombora ya Iran. Kundi hilo lilisisitiza kuwa uvamizi huo unampa Iran haki kamili ya kujibu na kujilinda ardhi yake, watu wake na mamlaka yake. Hezbollah pia ilimtuhumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kujaribu kuyakandamiza mataifa huru kupitia mashambulizi ya kijeshi. Matamko haya kutoka kwa Wahouthi na Hezbollah yanadhihirisha hasira kubwa ya kikanda dhidi ya mashambulizi ya Marekani yaliyolenga vituo muhimu vya nyuklia vya Iran. Kadri mvutano unavyozidi kuongezeka, jumuiya ya kimataifa inakabiliwa na shinikizo kubwa kushughulikia athari za mashambulizi haya na kuzuia kutumbukia kwa Mashariki ya Kati katika hali ya machafuko zaidi.